Hujambo, tumaini langu mzima buheri kabisa wa afya. Mtazamaji wa Dodoma City TV, yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka katika halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 26 ya mwezi Aprili hadi tarehe 30 ya mwezi Aprili 2025. Karibu. Kabla ya kuanza matukio haya, hapa ni muhtasari wake. TANROADS watakiwa kutafuta njia mbadala kwa wananchi katika ujenzi wa daraja la Morena. Vijana jijini Dodoma watakiwa kuchangamkia fursa za kiuchumi. Na kuna habari za michezo na burudani. Mkandarasi aliyesimamia ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa atakiwa kumaliza ifikapo Mei 10, 2025. Mtazamaji, karibu katika matukio ya wiki kwa wiki hii ya leo. Nitakaye kusogezea matukio haya ni mimi, Queen Peter. Ujenzi wa kituo cha afya Ilazo umekuwa msaada kwa wananchi wa jiji la Dodoma, ambapo kilianza kutoa huduma tarehe 10 ya mwezi Oktoba 2024 kikiwa na jumla ya watumishi 48, huku kikitoa huduma muhimu zote kwa binadamu. Akisoma taarifa ya miradi mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mkuu wa division ya afya, ustawi wa jamii na lishe halmashauri ya jiji la Dodoma, Daktari Sebastian Pima, alisema kuwa mpaka sasa mradi umekwisha hudumia wananchi zaidi ya 4,000 kutoka katika kata za Nzuguni, Ipagala na maeneo ya jirani. Na hii ni kutoka kata za Ipagala, Nzuguni na maeneo ya jirani wanapata huduma bora za afya katika kituo hichi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha huduma za afya na hasa huduma za mama na mtoto na huduma za upasuaji wa dharura. Akizindua utoaji wa huduma katika mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Ilazo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 ndugu Ismail Usi alikuwa na haya ya kusema. Kwa kweli jengo hili mwaka jana lilipitiwa na Mwenge wa Uhuru 2024 na Mwenge wa Uhuru ukaweka jiwe la msingi na kukaangalia jinsi gani ya kuonesha jitihada kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii pia Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 umepata heshima kubwa ya kuja kuzindua huduma katika jengo hili. Kwa kweli hii ni faraja kubwa na mapenzi makubwa kwa Daktari Samia. Dr. Samia oye! Maelekezo yametolewa kwa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Dodoma wanaosimamia mradi wa upanuzi wa daraja la Morena kutafuta njia mbadala itakayotumiwa kwa wananchi baada ya barabara iliyokuwa ikitumika kufungwa kwa muda ili kupisha ujenzi huo. Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Sitaki Senyamule alipotembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo. La kwanza, piteni leo ni tarehe 29, 30, tarehe 1 nipate namna nyingine mseme pamoja na njia hii. Maana nyinyi mmeconcentrate kwenye njia moja. Lakini hapa tumepata mawazo na ushauri na mkuu wa wilaya na wengine wamesema sehemu nyingine ambayo zinaweza zikawa ni alternative. Hiyo inayosema ya kutokea upande huu. Maana hii nyingine ni mpaka mtu azunguke kule. Lakini ya kutokea upande huu, muiwekee vibao hata njia 2 3 mtu aone na option tofauti za kufika katika hilo eneo. Kwa hilo lifanyeni tarehe 1 nipate taarifa kwa hawa wananchi wanapita wapi maeneo mengine ili kulifikia hili eneo. Lakini la pili, kuna kitu kimenishangaza kidogo. Sisi tulipomwandikia huyu mkandarasi mradi tukasema huu mradi unatakiwa ujenge kwa mwaka mmoja. Lakini mkandarasi anaonekana atajenga chini ya miezi 3, ni 3. Mnapoandika miradi yenu, nyie ndio mjue nchi yetu ina haraka ya maendeleo. Lakini vitu kama hivi ambavyo unafunga, wananchi wana hamu au wana shauku ya kwenda kupata huduma. Kwa hiyo tungetamani watu wafanye kazi haraka inavyowezekana. Vijana wa jiji la Dodoma wameaswa kutumia fursa zinazopatikana kwa lengo la kujiinua kiuchumi, ikiwemo mikopo ya 10% bila riba ambayo inatolewa na serikali kupitia halmashauri. Hayo yalisemwa na kiongozi wa mbio za Mwenge 2025 kitaifa Ismail Usi alipokuwa akizungumza na vijana walioshiriki kongamano kwa lengo la kupata elimu kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii. Niwaombe sana ndugu vijana, hakikisheni mnatimiza ndoto zenu kwa kutumia fursa za kiuchumi. Leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameleta fedha za 10% ambazo zimegawika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kwa vijana, kundi la pili ni kwa kina mama na kundi la tatu ni kwa watu wenye mahitaji maalum. Niwaombe sana ndugu vijana, kwa kile ambacho mmejifunza siku ya leo, nendeni mkakifanyie kazi. Sisi sote ni mashuhuda, viongozi ambao na wananchi ambao tulikuwa tunaukimbiza Mwenge wa Uhuru siku ya leo. Tuliojionea vijana ambao kwa kweli
wamezitumia vyema fedha za 10% ambazo zinatokana na halmashauri ya jiji la Dodoma. Naomba wapigieni makofi mengi sana. Niwashukuru sana na niwapongeze sana na niwatakie maendeleo mema ya kuhakikisha mnaenda kutendea haki yale yote ambayo umeelekezwa siku ya leo. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii jiji la Dodoma Hidaya Mizega amezitaja sifa zitakazomwezesha kijana kupata mkopo huo. Sifa gani ambazo kama kijana utaweza kupata mikopo? Sifa ni kama ifuatavyo. Sifa ya kwanza, lazima kijana uwe raia wa Tanzania. Kwa maana kwamba uwe na ile NIDA, si ndio? Nadhani wote mnazo. Lakini sifa ya pili, usiwe kwenye ajira rasmi. Na sifa nyingine, lazima kikundi kiwe kimetambuliwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Ambao nikiongelea mamlaka ya serikali za mitaa, maana yake ni kwamba halmashauri yako husika kinatambuliwa kuanzia kwenye mtaa wako na kwenye ngazi yako, alafu mkurugenzi yeye ndio anaapprove, ndio unapata cheti. Lakini pia ukishatambuliwa katika huo mfumo wa wezesha, kikundi kinatakiwa sasa kiwe kina mradi wa kuombea mkopo ama kiwe kina wazo. Hiki kikundi kinatakiwa kisipungue na wanachama wasiopungua 5 ama zaidi, kwa vikundi vya vijana na wanawake. Na kwa umri, kwa vikundi vya wanawake na watu wenye ulemavu, umri wao kuanzia miaka 18 na kuendelea. Lakini kwa vikundi vya vijana, umri wao kuanzia miaka 18 mwisho wa miaka 45. Wanafunzi wa kata ya Matumbulu waliokuwa wakimalizia elimu ya msingi wamekuwa wakikumbana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya elimu. Hivyo serikali ya awamu ya 6 iliona hilo na kuwezesha ujenzi wa shule mpya ya sekondari Matumbulu kwa lengo la kuondolea adha hiyo. Akisoma taarifa ya mradi, mlezi wa shule hiyo Mwalimu Zedekia Agutu alisema anatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kuwezesha kupata shule hiyo. Aidha alisema mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Mei na mpaka sasa baadhi ya wanafunzi walishaanza. Maktaba moja. Matumizi mpaka sasa. Kufikia tarehe 28 mwezi wa 4, fedha iliyotumika ni shilingi milioni 390 na 83,842 kwa ajili ya malipo ya vifaa na mafundi. Kukamilika kwa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatarajiwa kukamilika mwezi Mei 2025 kwa majengo ambayo hayajakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, Matumbulu sekondari imepangiwa wanafunzi toka shule za msingi 2, shule ya msingi Matumbulu, wasichana 59 na wavulana 23, jumla 82, na shule ya msingi Kusena, wasichana 25 na wavulana 19, jumla 44, na kufanya wanafunzi wote waliopangiwa Matumbulu kuanza kidato cha kwanza wakiwa na wasichana 84 na wavulana 52, ambayo jumla ni 126. Pia tushukuru tumepata pia walimu kwa masomo yote. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wote katika ngazi ya mkoa, wilaya, kata na shule. Akizungumza kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata ya Matumbulu Emmanuel Chibago alisema anaiomba halmashauri kuwezesha ufunguzi wa njia ili wanafunzi na wananchi waweze kufika shuleni kiurahisi. Angalie namna ya kutusaidia hata ije tupangue nani barabara ili ifike hapa. Kuna kolongo kweli, lakini kolongo halina shida sana. Watu watakuwa wanapita ukuja huku na watoto wa shule wanaweza wakawa wanapita. Lakini kwa barabara tunayotumia hii ina mzunguko mkubwa, karibu tunatumia hata kilomita 2 au 3 kufika hapa. Kwa hiyo hata muonekano wa shule unaonekana ni wa shida sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuliwasilishe hilo. Na ni gharama ndogo sana ikija grade hapa. Tuna njia zile za asili ambazo tutawaomba wananchi watuachie hatua mbili ili barabara yetu ipite. Kwa upande wake, Daudi Mkandi, kiongozi wa timu namba 3 ya kamati ya fedha na utawala, alisema kama kamati itawasilisha jambo la ujenzi wa barabara ili ijengwe iweze kuwasaidia wakazi na wanafunzi kufika shuleni kiurahisi. Chukua la kuhakikisha barabara inapatikana. Sasa hivi mtatusaidia kwa maana ya political willing. Yaani mnapopitisha ile barabara lazima mnafikisha kwa wananchi. Sasa hilo mtalisimamia, lakini sisi kama halmashauri tutahakikisha mtambo unakuja ili tuweze kupata barabara ya jirani. Lakini pia kuna hili na lenyewe tulichukue kwenye ziara hii, japo mkuu wa wilaya alishaliagiza
watekelezaji ni sisi halmashauri. Huyu mwananchi ambao inaonekana yuko kaingia ndani ya eneo la shule, ifanywe kazi, kwa maana kama ni fidia alipwe ili aweze kuliacha lile eneo likiwa wazi. Lakini pia kwenye mipango yetu ya halmashauri, mpango wa kuweka fence uingie kwenye mipango yetu ya shule hii. Pamoja na kuhamasisha wananchi waweke uzio ule wa kwao wa kienyeji, lakini sisi kama serikali tuweke kwenye mipango yetu. Majengo yamejengwa, lakini sasa tuweke kwenye mipango yetu namna bora ya kuweka fence kwenye eneo letu. Yote kwa yote ni washukuru, tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kutekeleza huu mradi. Niwashukuru sana. Diwani wa kata ya Nala Helman Masila alisema kwa sasa shule zote ndani ya kata yake zinatekeleza ajenda utoaji lishe kwa wanafunzi kwa lengo la kuwasaidia kusoma hata masomo ya jioni na kuongeza utulivu darasani. Lishe watoto wa kwangu na wakata nzima niseme, saizi tunahamasisha ili waweze kupata chakula hasa mashuleni. Na saizi shule zote za ndani ya kata ya Nala wanapata chakula. Na chakula hichi kinawafanya wawe watulivu darasani na kuweza kuendelea vizuri na masomo. Lakini hapo kipindi cha nyuma walikuwa hawapati chakula, kwa hivyo ilisababisha watoto kukosa utulivu madarasani. Aidha, mwanafunzi wa Nala Sekondari Vanessa Fidelis alitoa shukrani zake kwa serikali kwa kuwezesha shule kutoa chakula kwa wanafunzi. Majina naitwa Vanessa Fidelis Sekondari, ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Napenda sana kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 inahamasisha kutoa chakula kwa shule kwetu. Hasa shule za sekondari, kwa chakula kwa shule kwetu tunaweza kutoa, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa wanafunzi walikuwa wakitoroka sana kipindi cha jioni na kwenda kusoma kipindi cha jioni kwa sababu walikuwa wakichoka sana. Na pia naongeza taaluma kwa sababu wanafunzi sasa hivi wanakula wanashiba, kwa hiyo wanaweza kustahimili kuchoka kipindi cha jioni na wanasoma na wanaongeza taaluma ya shule yetu. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuvutana nasi tangu mwanzo mpaka sasa. Mimi ni Queen Pira. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amemwagiza mkandarasi anayesimamia ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa kuhakikisha maeneo muhimu ya uwanja huo yanakamilika ifikapo Mei 10, 2025. Agizo hilo alilitoa Aprili 29, 2025 katika ziara yake ya kukagua maendeleo ya ukarabati huo, hususan eneo la kuchezea pitch ambalo linahitajika kuwa katika hali bora kwa ajili ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba Sports Club na RC Berkane utakaofanyika jijini Dar es Salaam. Tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa Watanzania wengi zaidi kushuhudia mchezo huu live, kwa sababu ni jambo la kihistoria na halitokei kila siku. Utaweza kuona katika muda wa historia yote ya Tanzania jambo hili linakuja kufanyika, hii ikiwa ni mara ya 3. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 93 na Simba, mara ya pili ilikuwa mwaka juzi na Yanga. Kwa hivyo kama ambavyo nimesema, tunakuja ni historia. Kombe litakuwa uwanjani na tunategemea Watanzania wengi zaidi. 63 sio idadi kubwa sana kulinganisha na population yetu kama nchi, lakini angalau kutakuwa na watu 63 ambao wameshuhudia wenyewe kwa macho yao mbungi hii ikipigwa hapa. Na hata inatia raha pia kuona hata kama umekaa nyumbani kwenye TV, mbungi inapigwa kwenye uwanja ambao wewe unakuja kuangalia mechi nyingine kadhaa hapa, lakini inachezwa mechi ya kiwango hiki ambako inakwenda kuchezwa. Kwa hiyo maelekezo ni ya moja kwa moja kama nilivyosema. Mimi jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku, na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza. Lakini pia ameniambia ni wape salamu hizi kwamba kwanza yeye amefurahi sana na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika fainali ya kombe hili la shirikisho, na ameongeza ile zawadi ya goli la mama inatoka sasa milioni 20 kwa goli, imekuwa sasa milioni 30 kwa goli kutoka kwa Mama Samia. Lakini pia uwekezaji mkubwa kama ambao ulifanyika kwa klabu hii ya Simba kwenye mchezo wa nusu fainali wakati tunakwenda kucheza kule South Africa, na hali hiyo itakuwepo wakati wa mchezo huu. Sijapata numbers na nini ambacho serikali itakifanya moja kwa moja, ni lazima ni jambo la kukaa na kuona Simba wanahitaji nini kwa wakati huu, lakini mimi niwahakikishie sisi hatutakuwa kipingamizi, hatutakuwa kizingiti, na tutahakikisha yale yote ambayo sisi tunaweza kuyafanya kama serikali kuwarahisishia
kuwafanyia Simba mazingira ya ushindi yawe rafiki, tutayafanya kwa uwezo wetu wote ili Simba wabaki na shughuli moja tu ya kuhakikisha wanabakisha kombe hili nyumbani. Asanteni sana. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka kufikia hapa tumetamatisha matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya leo. Tuliokuandalia matukio haya ya wiki kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, mimi ni Queen Pira. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.